Sema tu jeshi la polisi waache mizaa kwenye mambo ya msingi, waache kupuuza maisha ya watu. Tumeona walifanya mzaa kwenye swala la Chadema. Nimesikitika, nilipata taarifa yake kushambuliwa usiku kutoka kwa baadhi ya watu kule kwenye taasisi hiyo ya Baraza la Maaskofu, na tukapata taarifa tayari amepelekwa hospitalini na anaendelea vizuri, na jana nimefanikiwa kwenda kumuona, tumezungumza naye. Madaktari wanaendelea kuhakikisha kwamba anaendelea kuwa salama, na walishafanya CT scan, walishafanya ukaguzi wa awali, wanasubiria majibu, ataweza kutoka muda si mrefu. Kwa hiyo kimsingi aliumia kichwani, aliumia kwenye kidevuni, na yote haya sisi kama watetezi wa haki za binadamu tunalaani na tunakemea matukio kama haya ambayo yanakwenda kutishia utulivu na amani katika taifa letu. Father Kitima ni mtu mkubwa sana, kiongozi wa taasisi ya dini kubwa sana hapa nchini, na tukio hilo limetokea katika eneo la viongozi wa kiroho. Tena mbaya zaidi limetokea baada ya mkutano wa viongozi wa kiroho wote kutoka madhehebu mbalimbali ikiwemo BAKWATA, TEC, pamoja na zingine zote kwa pamoja. Jambo ambalo linatustusha ni kwamba imetokeaje katika mazingira yale ambapo mgahawa ule ni wa pale katika eneo lile, na ndio huwa wanatumia kula na vitu kama hivyo, lakini wale watu walimfuata katika maeneo ya Msalani na kuweza kumzuru. Bahati nzuri baada ya kupiga kelele wakawa wamekimbia. Kwa hiyo yeye kama mtu ambaye amekuwa akifanya kazi za haki za binadamu anatuasa kwamba tuendelee kuwa imara, tusirudi nyuma. Father Kitima ni mtetezi wa haki za binadamu wa muda mrefu. Toka akiwa mwalimu chuo kikuu cha Sauti, ameandika mambo mengi. Kwa hiyo kazi yake hii ya kusemea watu, kutetea watu na kushauri ni kazi ambayo kwa namna moja au nyingine imekuwa ikimweka katika mazingira hatarishi wakati mwingine, kama ilivyo kwa watu wengine wanaotetea haki za binadamu. Jambo ambalo tunasema kwamba lisijirudie ni viongozi wa dini wasisumbuliwe au watetezi wote. Tunakumbuka ilimtokea Sheikh Ponda Morogoro, kwa sababu tu ya kuwa na misimamo yake na vitu kama hivyo tumeona naye aliweza kushambuliwa. Kwa hivyo vitu tunatakiwa wote kwa pamoja tuone kwamba ni tatizo letu wote, Watanzania wote, viongozi wa dini wote, Watanzania bila kujalisha dini, itikadi wote. Na nimesikitika, nilipata taarifa yake kushambuliwa usiku kutoka kwa baadhi ya watu kule kwenye taasisi hiyo ya Baraza la Maaskofu, na tukapata taarifa tayari amepelekwa hospitalini na anaendelea vizuri, na jana nimefanikiwa kwenda kumuona, tumezungumza naye. Madaktari wanaendelea kuhakikisha kwamba anaendelea kuwa salama, na walishafanya CT scan, walishafanya ukaguzi wa awali, wanasubiria majibu, ataweza kutoka muda si mrefu. Kwa hiyo kimsingi aliumia kichwani, aliumia kwenye kidevuni, na yote haya sisi kama watetezi wa haki za binadamu tunalaani na tunakemea matukio kama haya ambayo yanakwenda kutishia utulivu na amani katika taifa letu. Father Kitima ni mtu mkubwa sana, kiongozi wa taasisi ya dini kubwa sana hapa nchini, na tukio hilo limetokea katika eneo la viongozi wa kiroho. Tena mbaya zaidi limetokea baada ya mkutano wa viongozi wa kiroho wote kutoka madhehebu mbalimbali ikiwemo BAKWATA, TEC, pamoja na zingine zote kwa pamoja. Jambo ambalo linatustusha ni kwamba imetokeaje katika mazingira yale ambapo mgahawa ule ni wa pale katika eneo lile, na ndio huwa wanatumia kula na vitu kama hivyo, lakini wale watu walimfuata katika maeneo ya Msalani na kuweza kumzuru. Bahati nzuri baada ya kupiga kelele wakawa wamekimbia. Kwa hiyo yeye kama mtu ambaye amekuwa akifanya kazi za haki za binadamu anatuasa kwamba tuendelee kuwa imara, tusirudi nyuma. Father Kitima ni mtetezi wa haki za binadamu wa muda mrefu. Toka akiwa mwalimu chuo kikuu cha Sauti, ameandika mambo mengi. Kwa hiyo kazi yake hii ya kusemea watu, kutetea watu na kushauri ni kazi ambayo kwa namna moja au nyingine imekuwa ikimweka katika mazingira hatarishi wakati mwingine, kama ilivyo kwa watu wengine wanaotetea haki za binadamu. Jambo ambalo tunasema kwamba lisijirudie ni viongozi wa dini wasisumbuliwe au watetezi wote. Tunakumbuka ilimtokea Sheikh Ponda Morogoro, kwa sababu tu ya kuwa na misimamo yake na vitu kama hivyo tumeona naye aliweza kushambuliwa. Kwa hivyo vitu tunatakiwa wote kwa pamoja tuone kwamba ni tatizo letu wote, Watanzania wote, viongozi wa dini wote, Watanzania bila kujalisha dini, itikadi wote. Na nashukuru nimeona vyama mpaka CCM wamelaani na watu mbalimbali wote tunapaswa kwenda kuingia na kukataa matukio kama haya katika jamii, kwa sababu watu wachache wanavyojitokeza
na kukemea mambo kadhaa na kushauri taifa liende katika njia ambayo ni sahihi. Hawapaswi kuonekana ni watu ambao wanafanyiwa mambo ya ajabu. Na viongozi kukaa kimya wa kiserikali kuhusu mambo kama haya, wanafanya hata watu wengine tu wanaweza wakajitokeza wakazuru watu, alafu baadaye kaisiwa kwamba ni serikali na taasisi zake. Kwa hiyo ni vizuri watu wakasimama wakakemea, na tunaagiza kabisa uchunguzi ufanyike na watu wachukuliwe hatua wale ambao wamefanya matukio kama haya. Tunashauri taifa kwamba tuwe na utaratibu wa kusikilizana. Watu wanapokuwa na malalamiko, wanapokuwa na hoja, hasa tunapokwenda kwenye uchaguzi, tuwe na utaratibu wa kukaa na kuitana. Tunachotusikilisha ni kwamba sasa hivi taasisi zote za nchi zimeshindwa kujenga utaratibu wa majadiliano. Ukiangalia tume ya uchaguzi haijawahi hata kuita wadau. Jambo la kusikitisha kabisa kwamba, na naomba waandishi wa habari muwafikishie, tunashangaa chaguzi zote zilizopita tume ya uchaguzi ilikuwa inaendesha mikutano mingi, ilikuwa inasikiliza vilio vya watu, malalamiko, lakini sasa hivi wamefunga masikio, wamefunga macho, hawataki kusikia mtu. Kitu ambacho kwa kweli huu utamaduni ambao uliasisiwa kwenye awamu ya 5 unapaswa upingwe na Watanzania wote. Tume ya uchaguzi ni tume ya Watanzania wote, lakini kwa sasa hivi ni kama vile hawataki kusikiliza mtu, hawataki kuja kukaa na wadau mbalimbali, hata walau atakutoa hata hizo semina za sheria zao, wala kusikiliza malalamiko ya watu, kitu ambacho ni kibaya. Na taasisi zingine za kitaifa wanapaswa kuona hili ni jambo kubwa, ni changamoto kubwa, kwamba lazima, na tunamshauri Mheshimiwa Rais ajitahidi kuwashauri watu wake, watendaji wake, wakae na watu wanaolalamika, wawasikilize. Mimi naamini watu wakisikilizwa na malalamiko yao, tutakwenda vizuri kwenye uchaguzi tukiwa wamoja na amani na utulivu. Kitu ambacho cha msingi ni kwamba tutende haki, tusikilize watu, hoja zao, zile zinaweza kufanywa kazi zifanyiwe, zinazoweza kwenda kwenye mjadala kwa mfano mwafaka wa kitaifa, twende kule. La ulinzi kabisa, sisi tumeshakwenda, na mimi eneo lilokuwa Ngao ule nimekaa sana. Kule ni ulinzi. Kumbuka siku kulikuwa kuna mkutano wa watu karibu 100 wa taasisi mbalimbali za dini. Kwa hiyo mtu yeyote anaweza kuingia. Ule eneo lile linakuwa busy muda wote. Kuna watu wanaingia wanatoka. Na taarifa nilizopata ni kwamba wale watu walikuja kama washiriki tu wa hizo shughuli pale, kwa sababu ulikuwa kuna mkutano na wakawa wamekaa pale mgawani wanakula. Kwa hiyo huwezi kujua kwamba huyu ni nani, kwa sababu ya ule muingiliano. Kwa hiyo walijiingiza tu kama watu wengine waliofuata utaratibu, kwamba nakwenda kwenye shughuli, kwa sababu pale ni eneo la watu na watu wanaingia. Basi ikatokea baadaye, ndio maana walikuwa wanamsubiri tu kwamba aende sehemu ambayo kidogo sio rahisi kuonekana. Basi alipoenda msalani wakamfuata mle ndani na kuweza kumzuru. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwa kweli of course taasisi zinapaswa mimi ninachosema tu ni kwamba watu waongeze umakini kipindi hichi. Taasisi zote watetezi wote wa haki za binadamu, waandishi wa habari wote waongeze umakini. Na leo tunapokaa hapa sasa tunawapa mafunzo waandishi wa habari kuhusu masuala ya usalama, kuhusu swala la uchaguzi. Tutatoa pia jacket 600 kwa waandishi wa habari. Wote kwa pamoja tunapaswa kuzingatia masuala ya usalama wetu tunapokuwa tunafanya kazi zetu. Mimi niseme tu jeshi la polisi waache mizaa kwenye mambo ya msingi, waache kupuuza maisha ya watu. Tumeona walifanya mzaa kwenye swala la Chadema, wanasema hawajawakamata watu, lakini mpaka video zinaonekana watu tumeona wenyewe wakiwakamata watu. Lakini pia hili waache mizaa, wanapotoa taarifa zao hiyo ni taasisi ya kitaifa, waache mizaa na waache kufanya kuwakejeli wa Tanzania. Watoe taarifa ambazo ni za usahihi, wasitoe taarifa za kutaka kupotosha, kwa sababu pale ni eneo la kanisa, pale kuna mgahawa ambao wote tumeshakaa pale, tumekuwa tukila pale, ni eneo la nyumbani kabisa. Kwa hiyo wasitake kutengeneza mazingira kuonekana kwamba mtu alikuwa labda kwenye mabaa huko nje na vitu kama ile. Ni eneo la kanisa, ni eneo la watu wanakula, wanakaa kama kawaida. Ni leo tuseme kwamba kwa Mafaza ile ni nyumbani kwake alikuwepo. Kwa hiyo tukio hilo limetokea nyumbani kwake, kwa sababu Mafaza wanakaa katika maeneo kama hiyo, viongozi wa dini wanakaa maeneo kama yale. Kwa hiyo nadhani wanapotoa taarifa watoe taarifa ambayo Watanzania wataipokea kwa mikono yote, na wasitoe taarifa ambazo zinaleta zaidi mkanganyiko na kuonekana kwamba wao pia wanashabikia vitu kama hivi.